A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwingi wa kusamehe. Swala na salamu zimshukie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilahi zake na maswahaba zake. Aya hizi za Qur'ani tukufu zinatufundisha mambo muhimu sana kuhusu sadaka na utoaji katika njia ya Mwenyezi Mungu. Katika aya ya 261 Mwenyezi Mungu anatuonyesha kuwa sadaka inatolewa kwa ikhlasi, ni kama mbegu moja inayozalisha masuke 7 na kila shuke lina punje 100. Hii maana yake sadaka huzinia madhambi na kuleta baraka nyingi. Aya ya 262 wanaotoa mali zao kisha hawafundishi kwa maneno ya kuuzi au kudharau watapata malipo makubwa kwa Mwenyezi Mungu na watakuwa na hofu wala huzuni. Aya ya 263 neno jema na msamaha ni bora zaidi kuliko sadaka yenye kufuatwa na maneno mabaya. Hii ni dalili kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapenda heshima na tabia njema zaidi ya mali pekee. Aya ya 264 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuonyesha tusiharibu sadaka zetu kwa kuonyesha watu riaa au kuumiza anapopewa sadaka ya namna hiyo. Inakuwa kama jiwe lenye udongo juu yake. Mvua ikishuka huondoa udongo na kubaki tupu bila faida. Hadithi ya uthibitisho. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, asadakatum tu'iful hatiyatan kama yutifu muallamahu nara. Tafsiri: sadaka huzimia madhambi kama maji yanavyozima moto. Hadithi Tirmidhi. Hitimisho: toeni mali zenu kwa ajili ya radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pekee. Epukeni maneno ya kuumiza na majivuno. Neno jema na msamaha vina thamani kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sadaka huondoa madhambi na kuleta baraka nyingi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huzidisha thawabu mara nyingi zaidi kwa anayetoa kwa ikhlasi. Wabillahi tawfik.